Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV? Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ameitaka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB na wadau wa soka nchini kuongeza umakini katika usimamizi wa uamuzi, akisisitiza kuwa nidhamu ni msingi muhimu wa kuhakikisha michezo ikichezwa kwa uhakika fanisi. Makonda amesema hayo siku ya Aprili 30, 2026 katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani iliyofanyika jijini Arusha. Kauli Makonda inajiri baada ya waamuzi kutoka Kenya Mimisa anayechezesha dabi ya Kariakoo ambayo Simba ilichapa Yanga 1-0 kwenye fainali ya Kombe la Muungano kusifiwa kwa kufanya vizuri, jambo ambalo amesisitiza sio afya kwa soka la Tanzania. Makonda amesema ameridhishwa na kiwango cha mchezo huo, huku akibainisha maeneo ya kuboresha hususan kwa uamuzi, akiona kuna changamoto kubwa. Makonda ameongeza kuwa malalamiko dhidi ya uamuzi yamekuwepo kwa muda mrefu, hivyo ni muhimu hatua zichukuliwe ili kulinda hadhi ya soka la Tanzania. Ameeleza kuwa hatua ya utoaji wa kadi katika mchezo huo ulikuwa na utofauti, jambo ambalo lilivutia mashabiki kutokana na utaratibu uliotumika. Waziri huyo ametangaza kuwa mfumo wa teknolojia msaada wa maamuzi wa video VAR utaanza kufungwa uwanjani kwa Sheikh Amri Abeid Aman Karume huko jijini Arusha alafu Fati kwa Dar es Salaam ili kusaidia uamuzi wa kufanya kwa tija inayofanyika. Lakini tunahakikisha kuwa VAR inakuja mwamuzi akijichanganya atapata nafasi ya kupitia upya tukio la kwa msaada wa teknolojia. Ameyasema hayo Makonda. Na wapongeza sana Watanzania wote walioangalia mpira, sina maana ya walioshinda pekee bali wote, kwa kweli ulikuwa mpira mzuri sana. Ameyasema hayo Makonda, lakini ameita Bodi ya Ligi ya Tanzania kuongeza umakini katika upangaji wa usimamizi wa uamuzi, akisisitiza umuhimu wa maadili na nidhamu katika kuhakikisha haki inatendeka uwanjani. Kauli ya Makonda ilitoa tafsiri nzuri katika michezo, lakini pia wachezaji waliweza kumsikiliza vyema. Kwa hiyo tunaweza kujionea nini ambacho kinaweza kikatokea. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment uzidi kupata taarifa mpya.